Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka lock kwenye WhatsApp yako, yani how to lock your WhatsApp. Moja kwa moja, cha kwanza kabisa WhatsApp ina support lock na ni nzuri ukiweka lock kwenye WhatsApp ili kuepusha baadhi ya watu ambao mtu anaweza anakuja tu kwa umjui wala nini, au mtu wako wa karibu anaingia kwenye WhatsApp yako. Unaanza kujiuliza mbona ameingia, anaanza kusoma message. Kama unavyojua asilimia kubwa watu ni wambea, nataka tu kufuatilia mambo yako au kuone, wakati WhatsApp ni siri yako. Sasa leo nimekuja na komesha moja kwa moja. Mimi nafundisha taratibu, step by step. Mimi nachokuomba uangalie tu hii video mpaka mwisho, step by step, pole pole. Moja kwa moja simu yako itakuwa kama hapa, unaingia. Baada ya hapo unaitafuta Play Store. Nia ya kuingia Play Store ni ili uipate WhatsApp yako, kisha uiupdate iwe katika latest version. Sasa ili kuiupdate inabidi uingie Play Store. Umeona mimi Play Store hii hapa, nayo utaiona Play Store imeandikwa hivi Play Store. Utagusa hapo Play Store. Baada ya kuingia Play Store utakuja moja kwa moja hapa kwenye kutafuta. Mfano hapo tutafuta, hii unabonyeza hii search hapa chini. Umeona upande wa huku unabonyeza tafuta. Baada ya kubonyeza tafuta inabidi unagusa hapa juu. Umeona hapa kwenye search apps and games, unagusa hapa, itakuja keyboard itafunguka namna hiyo. Sasa wewe hapo utaandika WhatsApp. Mfano sasa mimi natumia WhatsApp business, wewe unaweza kuwa unatumia WhatsApp ya kawaida, kwa utaiandika tu hapa WhatsApp business. Mimi natumia WhatsApp business. Baada ya hapo utabonyeza hii kidude chapa cha button. Umeona kimeandikwa hapa button, hiki ambacho kipo kama cha kusearch. Utabonyeza hapo neno search. Moja kwa moja ukishabonyeza hapo itafunguka namna hii. Sasa baada ya hapo utaigusa hii WhatsApp yako. Ukishaigusa itafunguka, itakuwa kamili. Sasa mimi tayari ipo updated, lakini wewe ukiangalia hapa kwenye hili neno open, kama kuna update basi itatokea update. Kwa hiyo itabidi ubonyeze kwanza update ili iweze kujiboresha iwe katika toleo la mwisho. Hii ni muhimu sana ili uweze kwenda kwa step by step kama ninavyofanya mimi. Baada ya hapo unarudi nyuma, unarudi tena nyuma. Mimi narudi kupitia hivi, lakini wewe unaweza kuwa na button hapo kurudi nyuma. Unarudi tena nyuma, narudi tena nyuma mpaka nafika mwisho kabisa kwenye home. Baada ya hapo mimi natumia WhatsApp business. Kwa hiyo baada ya hapo nitaitafuta WhatsApp business yangu hii hapa, nitaingia moja kwa moja ndani ya WhatsApp. Umeona hii WhatsApp business, nitaingia moja kwa moja, unaingia kwenye WhatsApp kama hivi mimi nilivyoingia hapa. Baada ya hapo ukishaingia kwenye WhatsApp unabonyeza hivi vidoti vitatu huku juu, nadhani unavyoviona. Tunaenda taratibu, unabonyeza vidoti vitatu. Baada ya hapo unaingia kwenye setting. Umeona kuna option nyingi: advertise, new group, new broadcast, community, label, linked device. Moja kwa moja hapa kwenye setting unakuja, unaingia kwenye setting. Setting utakutana na option kama hivyo, lakini sasa sisi tunachohitaji hapa moja kwa moja ni tunahitaji kuweka lock kwenye WhatsApp yetu. Kwa utakutana na nyingi hapa kwenye account, kuna vitu mbalimbali utakutana navyo. Hiyo tutachana navyo, nishaelezea kwenye video zinazofuata. Baada hapo kuna privacy, na hapo kuna vitu mbalimbali kama unavyoviona hapa. Kuna avatar kwa wale wanaopenda avatar, kuna hii hapa favorite kupangilia vitu vyako, kuna chat hivyo nishaelezea, kuna notification, kuna storage, kuna accessibility. Vipo vitu vingi sana hapa.
Umeona? Na kuna kitu sijakuonesha. Ukiingia WhatsApp umeona nimeingia bila lock kabisa, lakini unaenda kuweka lock. Kwa unabonyeza hapa privacy, hii option ya pili, taratibu tunaenda privacy. Baada ya privacy utaona kuna options zinaanza nyingi hapa kama unavyoona. Hizo zote sisi tunaachana nazo, tunashuka tu chini taratibu taratibu mpaka utaona hii imeandikwa app lock. Umeona, umeiona hapa. Sasa tunachotaka ni kuweka app lock moja kwa moja. Tukiingia tu WhatsApp, mtu mgeni akishika, basi mletee lock. Kwa basi tunaingia kwenye app lock. Umeona? Baada ya kuingia kwenye app lock, itakuja kuletea option ya unlock with biometrics. Umeona? Biometric. Sasa wewe, kuna mwingine hapa simu yake aina labda ya lock ya kawaida, lakini kwa asilimia kubwa naona biometric ndio inahusika zaidi. Kwa moja hapa nitawasha hii sehemu ya biometric, itanidai fingerprint yangu kwa sababu natumia fingerprint hapa ya kioo. Basi ndio fingerprint yangu itakuwa imefunguka, nayo kule utaweka, labda kuna mwingine unakuta biometric yake anatumia. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine anatumia biometric yake, labda anatumia fingerprint ya hapa au anatumia fingerprint ya huku nyuma, lakini ya kwangu ni kwenye kioo. Baada ya hapo utakuja option unlock with biometric. Unaona hapa hii ya kwanza inamaanisha ukitoka tu kwenye WhatsApp basi itajiweka lock. Hii inayofuatia inamaanisha lock itajiweka kila baada ya dakika moja. Yaani ikipita dakika moja tu baada ya kutoka WhatsApp basi itajiweka lock. Hii ya chini inamaanisha kila baada ya dakika 30 baada ya kutoka WhatsApp basi itajiweka lock. Sasa sisi kwa sababu tunataka kila tukitoka tujiweke lock, iweke lock, itabidi tubonyeze hii ya kwanza. Pia hii ya chini imeandikwa show contact info in notification. Sasa hii kama utaki ukiwa imejiloki mtu asione notification, ndio inaikuwa nawasha. Kwa hata kama ikiwa bila kutoa lock, hata notification hapa juu hauwezi kai preview. Mbona sisi tunaweka immediately, alafu tunarudi nyuma taratibu. Utaona hapa app lock, umeona enable, umeona imewashwa. Baada hapo tutarudi nyuma. Baada ya hapo tukisema tuingie tu WhatsApp hapo, itatudai lock. Na bila kutoa lock hapo huwezi ukaingia. Umeona? Kwa hapa, na mtu kama akikosea, mfano mimi nikiweka kidole tofauti hapa, nikikosea itaniambia siwezi kuingia mpaka niweke sahihi. Itakuwa imeingia. Ukitaka kutoa unabonyeza vidoti vitatu, unaingia kwenye setting, unaingia kwenye privacy kama unavyoona. Baada ya hapo unashuka chini taratibu mpaka unakuta sehemu pameandikwa enable hapa app lock. Umeona? Narudi tena app lock, utabonyeza hapo. Sasa ili kuitoa utabonyeza hii ya juu ambayo iliwasha, basi utabonyeza kuzima. Ukirudi nyuma utaona pameandikwa disabled. Umeona? Imezimwa. Ukitaka kuiwasha tena ni hapa unaingia, kisha unaiwasha, alafu unachagua unataka ikae kwa muda gani baada ya kuweka fingerprint yako. Ila mimi kwa sasa sihitaji, nilikuwa kwa ajili ya kukufundisha, japo ni muhimu sana. Tabonyeza kuzima. Karibu sana, usiache kusubscribe. Video kama hizi na nyingine tayari zipo nyingi, ni wewe tu kuangalia. Karibu sana.